Karibu sana mpenzi mtazamaji wa Star TV katika taarifa yetu ya habari. Miongoni mwa habari tulizonazo usiku huu ni pamoja na uongozi mkoani Mara wapiga marufuku vishoka kufunga mifumo ya umeme katika majengo ya taasisi za umma na nyumba binafsi. Kwa hayo na mengine mengi, na kusihi sana ungane nami hadi tamati. Unaweza pia kufuatilia matangazo yetu kwa kupitia YouTube kwa kuandika neno habari Star TV. Jina langu ni Bernard James. Karibu na tuwe sote. Na mtazamaji, moja kwa moja tuanze na habari za kitaifa, ambapo mamlaka ya dawa na vifaa tiba nchini TMDA imeteketeza dawa zenye uzito wa tani 3.8 ambazo zina thamani ya zaidi ya shilingi milioni 23 na vifaa tiba vyenye thamani ya milioni 12, huku taasisi hiyo ikibaini baadhi ya dawa na vifaa tiba havijasajiliwa, bidhaa duni na bidhaa za serikali. Tupate taarifa kamili. Ni kikao kazi kilichowakutanisha waratibu waganga wakuu wa halmashauri za mkoa, wa famasia, madaktari wa mifugo, waratibu wa maabara na watumishi wa TMDA. Akizungumza meneja wa TMDA kanda ya Ziwa Magharibi, Dr. Edgar Mahundi, amesema lengo la kikao hicho ni kupeana uelewa juu ya sheria ya dawa na vifaa tiba, na katika kulinda afya ya jamii wanahakikisha wanafanya tathmini ya maombi ya bidhaa kabla haijaingia sokoni na kufanya ukaguzi wa bidhaa zinazodhibitiwa na TMDA. 4. Kuratibu na kusimamia majaribio ya dawa. 5. Kufuatilia ubora wa bidhaa katika soko. 6. Kuteketeza bidhaa zisizofaa kwa matumizi ya binadamu. 7. Kutoa elimu kwa umma kuhusu utekelezaji wa matakwa ya sheria ya dawa na vifaa tiba sura 219. Aidha, katika maduka ya dawa muhimu kumekuwa na ongezeko la uwepo wa dawa za cheti zisizoruhusiwa kuuzwa katika aina hiyo ya maduka. Dawa hizi huondolewa na kugawiwa bure kwenye taasisi zenye mahitaji kama vile magereza. Katibu tawala wilaya ya Geita Lucy Beda amesema bado kuna changamoto ya baadhi ya maduka ya madawa kuwa na watu ambao hawana utaalamu, hali ambayo ni hatari. Wanaouza maduka hayo ya madawa sio watu ambao wana utaalamu huo, na unafahamu watu wengi sana wana tabia ya kutokwenda hospitali. Kwa mtu akipata changamoto yoyote anakwenda duka la dawa. Kwa sasa kama hata kutana na mtu yani mtu maalumu ambaye wa kitengo hicho, anaweza akatumia dawa isivyo stahili. Mkuu wa wilaya ya Geita Hashim Komba akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Geita amesisitiza swala la ufuatiliaji wa dawa kwa kufanya kaguzi kwa umakini na usahihi ili dawa na vifaa tiba viweze kuwa na ubora unaotakiwa. Tumesikia moja ya wajibu mkubwa wa TMDA ni kusaidia kwenye usajili wa madawa ya maduka ya madawa. Kusajili maduka ya madawa kwenye maeneo yetu. Twendeni tukajiridhishe pasipo shaka. Wingi wa maduka ya dawa yanayoongezeka kwenye maeneo yetu. Maduka yote yamepata usajili, yanatambuliwa na TMDA. Dawa zilizopo kwenye maduka hayo zimekaguliwa ubora wake, tarehe yake ya kuisha matumizi, vitendanishi pamoja na vifaa tiba vilivyopo. Twendeni tukafanye ukaguzi huo wa kina. Yeye imetoa wito kwa wamiliki wa maduka ya dawa na wasambazaji wa bidhaa za afya kuhakikisha wanazingatia sheria, kanuni na viwango vilivyowekwa. Salma Mrisho, Star TV, Geita. Katibu mkuu Wizara ya Maji, Nishati na Madini Zanzibar, Joseph Kilangi, amesema kutokana na umuhimu wa sekta ya maji Zanzibar, serikali imeona ipo haja ya kushirikisha wafadhili mbalimbali kutoka sekta binafsi na za umma ili kuhakikisha wananchi wanapata maji safi na salama. Taarifa zaidi na Abdalla Pandu. Akizungumza wakati alipokutana na baadhi ya wafadhili wa sekta ya maji Zanzibar, Katibu Mkuu Wizara ya Maji, Nishati na Madini Joseph Kilangi anasema lengo ni kujadili namna bora ya kuongeza huduma ya maji safi na salama sambamba na uhifadhi wa maji taka kwa kuyaratibu ili yaweze kutumika katika matumizi mengine. Kwa hiyo kwa pamoja wafadhili wote
na sisi serikali leo hii tutajadiliana njia nzuri ya kuweza kuenda mbele kuhakikisha kwamba wananchi wa Zanzibar wanapata maji yaliyo safi lakini kwa uhakika. Lakini pili, tunakuwa na mpango wa kuweka miundombinu safi ya maji taka. Na ndio maana nikasema World Bank tayari hivi sasa hivi wako site kuhakikisha kwamba wana study miundombinu yetu ya maji taka, wana study mazingira yetu na wapi tunaweza tukaweka kusema kwamba itakuwa ni sehemu ya kuhifadhi maji taka. Baadhi ya wafadhili waliohudhuria kikao hicho wanaelezea mikakati yao ya kushirikiana na kusaidiana na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ya kuwapatia wananchi maji safi na salama. Tutaweza kujua mwenzako anafanya nini na sehemu gani ambayo imebakia iweze ikafanywa kazi. Kwa hivyo inatusaidia pia kuturatibu, kwa sababu pia wizara ni vizuri iweze kuturatibu ili tuweze kuona ni maeneo gani ambayo ya kipaumbele ya serikali ili tuweze kushirikiana kuyatimiza. Tumekuja kwenye kikao hichi kwa ajili ya kushirikiana na private sectors wengine ambao ni wadau wa maji, kwa ajili ya kuangalia namna nzuri ya kuhakikisha tunapata maji safi na salama na kuzikabili zile changamoto ambazo zipo kwenye sekta ya maji. Wafadhili wengine wameonyesha nia ya kushirikiana na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika kuimarisha sekta ya maji baada ya kuzinduliwa sera mpya ya maji Zanzibar. Abdalla Pandu, Star TV, Zanzibar. Uongozi mkoani Mara umepiga marufuku kwa mafundi wasio na sifa za kufunga mifumo ya umeme visho katika majengo na taasisi za umma na nyumba binafsi ili kuepusha majengo mengi kukumbwa na majanga ya moto unaotokana na mifumo mibaya ya umeme. Habari zaidi na Sadiki Hunga. Ni katika kukabiliana na tatizo la mafundi wasio na taaluma ya ufungaji umeme katika majengo ya watu binafsi na taasisi za umma. Inapiga marufuku kuanzia sasa kwa mtu yeyote asiye na leseni ya EWURA kufanya kazi za kufunga mifumo ya umeme. Katibu Tawala Mkoa wa Mara Gerard Kusaya amepiga marufuku wakati akizungumza na mafundi umeme wenye vyeti vinavyotambulika na Mamlaka ya Udhibiti wa Nishati na Maji EWURA nchini. Ni marufuku pia kwenu ninyi mafundi kwenda leseni yako kutumiwa na mtu mwingine. Leseni yako inapotumiwa na mtu mwingine na yule mtu pengine tutakapokuwa tumemkamata, Bana yake ni kwamba hatutamkamata yule tu mhusika ambaye tutakuwa tumemkuta na ile leseni yake, tutamkamata yeye pamoja na wewe mwenye leseni. Hatua hii inatajwa huenda ikasaidia kukomesha vishoka kujihusisha na wiring katika majengo na kuwasababishia wananchi na serikali kupata hasara kubwa pindi nyumba zinapopata shoti za umeme. Kwa mujibu wa sheria ya umeme ya mwaka 2008, kazi ya ufungaji wa mifumo ya umeme kwenye majengo inapaswa kufanywa na mtu ambaye ana leseni kutoka EWURA. Hii italeta tija kubwa kwa sababu tu sisi tunatoa leseni kwa vigezo, kwanza kuangalia huyo mtu kweli amehitimu mafunzo. Wakija pale VETA Mara, sisi tunawaandalia mafunzo hayo kwa jinsi ya uhitaji wa mteja anavyotaka. Kwa upande wao, mafundi umeme mkoani humu wanaishukuru Mamlaka ya Udhibiti wa Nishati na Maji EWURA kwa kuendelea kuwakumbusha umuhimu wa kuzingatia mafunzo walionayo. Watu ambao wana kazi za kiufundi, hasa ufundi umeme, waweze kutafuta mafundi ambao wana leseni na wafundi ambao wana vyeti. Washauri waje pale wapate elimu ya ufundi stadi. Kwanza kusoma ni vizuri, unajifunza mengi, unaepukana na mambo ya shoti, unajifunza vitu vingi yani. Mamlaka ya Udhibiti wa Nishati na Maji EWURA imeendelea kukutana na mafundi umeme wa kanda ya Ziwa ili kuwakumbusha wajibu wao katika kutoa huduma bora za ufungaji umeme katika majumba, viwanda na taasisi za umma. Sadiki Hunga, Star TV, Mara. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameweka jiwe la msingi kuashiria kuzindua rasmi kuanza kwa ujenzi wa ofisi za makao makuu ya CCM jijini Dodoma. Tupate undani wa taarifa hii. Mwenyekiti huyo taifa na Rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa maelekezo hayo jijini Dodoma baada ya kuweka jiwe la msingi
la ujenzi wa makao makuu ya Chama cha Mapinduzi CCM makao makuu ya nchi jijini Dodoma, ujenzi utakaogharimu kiasi cha shilingi bilioni 34.13. Kama ilani ya uchaguzi inavyotutaka tuwe daraja kati ya serikali na wananchi, ni wasihi viongozi kuhakikisha tunatumia ofisi za chama pia kuwasikiliza wananchi na kufikisha kero zao serikalini ili zipatiwe ufumbuzi. Kuanza kwa ujenzi wa ofisi ya makao makuu ya Chama cha Mapinduzi, baadhi ya viongozi wanaona ni ishara ya alama zinazoachwa ndani ya chama na serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunakupongeza kwa dhati kabisa kama ulivyoacha alama katika miradi mingi ya serikali. Leo tunaanza ile safari ya kuacha alama katika Chama cha Mapinduzi. Mwenyekiti wetu Daktari Samia Suluhu Hassan ndani ya kikao cha kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa ya CCM uliiagiza secretariat kwamba ihakikishe mchakato unaanza haraka na kwamba jengo liwe limekamilika itakapofika jubilei ya miaka 50 ya CCM ambayo ni 2027. Aidha, katika kuelekea mkutano mkuu maalum wa chama hicho, kumekuwa ni fursa kwa baadhi ya taasisi hapa nchini. Kikubwa zaidi si kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ndio mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Obviously wanapokuja hawa wajumbe wake ujue yeye ndio ameelekeza hiyo. Sasa kwetu ni biashara vile vile. Tunapata si hapa. Leo ilikuwa ndio mara yangu ya kwanza kusafiri kwa treni. Kwa hiyo tunapenda kupongeza juhudi kubwa ambazo Mama Samia amezionyesha na anazoendelea kuzifanya. Kuna mtu alituambia simpande ndege tu. Tukasema no, hatutaki ndege, tunataka na sisi pia to feel vile na nyinyi mnavyo feel. Kwa kweli ni experience nzuri sana sana sana. Mkutano mkuu maalum wa Chama cha Mapinduzi CCM unatarajiwa kufanyika Mei 29 na 30 mwaka huu jijini Dodoma. Kutoka jijini Dodoma, Brian Moses, Star TV. Jeshi la polisi nchini limesema halitasita kuwachukulia hatua za kisheria watu watakaobainika kujihusisha na vitendo vya uhalifu kwenye maeneo ya mito, bahari na maziwa ikiwemo nchi kavu. Tupate taarifa zaidi. Kauli hiyo imetolewa jijini Mwanza na mkuu wa operesheni maalum za jeshi la polisi kutoka makao makuu ya polisi Dodoma, naibu kamishna wa polisi Mihayo Msekela, wakati akizungumza na waandishi wa habari. Sisi kama jeshi la polisi watoa onyo kali sana kwa mtu yeyote atakayejaribu kufanya uhalifu ndani ya ziwa Victoria. Tutamshughulikia kwa mujibu wa sheria. Hatutatazama na nini anatoka sehemu gani. Aidha, Msekela ametaja mikakati ya jeshi hilo inayolenga kuzuia vitendo vya kihalifu na wahalifu na kuwatoa hofu wadau wa sekta ya uvuvi pamoja na wananchi wengine. Kile mikakati tulionayo ya kwanza ni kushirikisha wananchi wa marika yote, wa tasnia yote wanaofanya shughuli zao ndani ya ziwa Victoria. Lakini doria za mara kwa mara zitaendelea kuimarishwa, na mahali ambapo kuna kulegea, makamanda tutawasukuma kuhakikisha wanatoka maofisini wanakwenda kushirikiana na watu walioko ndani ya ziwa Victoria. Kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, naibu kamishna wa polisi William Mtafungwa, anasema changamoto za ziwani zitatatuliwa kwa kushirikiana na wananchi wenyewe na vyombo vya dola, huku mdau wa uvuvi Bakari Kadabi akisisitiza ulinzi wa rasilimali za uvuvi. Changamoto zilizopo katika ziwa Victoria za uvuvi haramu za uhalifu zitadhibitiwa kwa kuwatumia na kuwashirikisha wananchi wote. Hakuna mtu wa kubaki nyuma. Lazima tushirikiane ili kulinda ziwa letu. Lazima tushirikiane ili kulifanya ziwa letu kuendelea kuwa salama na watu wanaolitumia. Kwenye hili tunawajibika Watanzania wote kushirikiana. Sisi kama chama cha wavuvi tumejitahidi kwa kila njia kutoa elimu. Tumeongea na vyombo vya habari, tumeongea na maafisa wa polisi, tumeongea na maafisa wa uvuvi, tumetoa elimu ya kutosha juu ya rasilimali ya uvuvi. Kilichobakia ni kwa Watanzania wenyewe wana ziwa Victoria kutuunga mkono na kujua rasilimali hii ya uvuvi na ziwa Victoria ni mali yao. Makamanda polisi kutoka mkoa wa Mwanza, Geita, Kagera, Simiyu, Mara na Tarime Rorya wameweka mikakati ya pamoja ya kudhibiti uhalifu ikiwemo uvuvi haramu. Kutoka jijini Mwanza, Respicious Kaiser.
Mwenyekiti wa bodi ya mamlaka ya udhibiti wa mbolea Tanzania TFRA Dr. Anthony Diallo amezishauri idara za biashara za halmashauri kuhamasisha upatikanaji wa mawakala wa mbolea ndani ya halmashauri zao ili kusogeza huduma hiyo karibu zaidi na wakulima. Dr. Diallo ameyasema hayo na hatua hizo amesema zitapunguza umbali na gharama wanayokabiliana nayo wakulima ya kufuata pembejeo hiyo muhimu mbali na yaliko mashamba yao. Adam Damian yupo katika ziara hiyo na hii hapa ni taarifa yake. Dr. Diallo ametoa wito huo wakati akizungumza na Katibu Tawala Mkoa wa Ruvuma Mary Makondo katika ziara ya kikazi ya bodi ya TFRA, ambapo ametumia nafasi hiyo kuiomba ofisi ya mkuu wa mkoa kuratibu zoezi la kutumia soil scanner kupima afya ya udongo ya mashamba ya wakulima ili kubaini mahitaji halisi ya mbolea kulingana na aina ya udongo. Bado tuna encourage pia kwamba idara za biashara za halmashauri ziendelee kuhamasisha kupata agro dealers. Tungependa sana mbolea ipatikane within a mile at least. Mtu asitembee kwenda mbali sana. Na ile itawezekana tu kama agro dealers watakuwa wengi. Na pia inasaidia sana kuweka bei za ingalau ni bei elekezi, lakini bei za gizani zisiwepo. Bei za gizani ni kwamba unaweza kwenda sehemu nyingine ukakuta mtu amejiingiza kwenye kusambaza mbolea. Alafu sasa hata ile packaging ya original ya mbolea, na kitu ambacho tulikuwa tunakitilia nguvu sana sasa hivi ni upimaji wa afya za udongo kwenye maeneo mbalimbali. Zile soil scanner ziko karibu kila halmashauri. Sasa tulikuwa tuna shauri kwamba mdevise ile survey report ya kila kata ili hiyo inaletwa kupitia halmashauri, inaiconsolidate na ileta kwako kwa ajili ya, unajua problem ya watu mnaweza kuambia tuanze utaratibu fulani lakini ule utaratibu ukakosa consumer. Dr. Diallo amesema kuwa hatua hii itasaidia kuepuka hasara inayoweza kujitokeza endapo wakulima watatumia mbolea isiyohitajika na udongo wa mashamba ya wakulima. Kwa sababu sasa hivi wanaweza kwenda kumpimia mkulima afya ya udongo, lakini at the same time kwa sababu sasa hivi wana vishikwambi wakachukua na coordinate ya huyo mkulima, yani shamba lake, na zenyewe zikawepo kwenye taarifa ambayo inasaidia baadaye tunapo update mfumo kupata accurate coverage area ambayo itatusaidia sana hata kwenye budget ya mambo mengi upande wa kilimo. Katibu Tawala Mkoa wa Ruvuma Mary Makondo amekiri kupokea na kufanyia kazi maelekezo hayo kwa kutumia maafisa biashara wa mkoa na halmashauri kuhamasisha wafanyabiashara kufungua maduka ya pembejeo karibu na wakulima ili kuwapunguzia gharama na muda wa kufuata mbolea. Sisi kama mkoa tumeendelea na utekelezaji wa mpango wa ruzuku hususan katika usajili wa wakulima. Mpaka sasa ukiangalia katika mfumo tuna jumla wakulima 288,212 wa mkoa wa Ruvuma ambao wameendelea kunufaika na mbolea ya ruzuku, lakini kwa jumla pia tani takriban 291,917.136. Kwa tunashukuru sana serikali, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini tunaishukuru pia Wizara ya Kilimo pamoja na serikali kwa ujumla kwa kutuwezesha. Kama mkoa katika mikoa 5 inayozalisha nafaka hususan zao la mahindi, Ruvuma ni namba 1. Wakati huo Makondo amesema kuwa mkoa wa Ruvuma unaendelea kusimamia na kuratibu utekelezaji wa mpango wa ruzuku ya mbolea, huku jitihada zikiendelea katika kuhamasisha wakulima kujisajili kwenye mfumo wa usajili wa pembejeo za kilimo. Naam, Usengwile wana Ruvuma. Nikiripoti kutoka hapa Nyumbi Bombi, Adam Damian, Star TV.
Rais wa taasisi ya wahandisi Tanzania IET, mhandisi Asa Mwaipopo, ameiomba jamii kuacha tabia ya kuishambulia sekta ya uhandisi kwa maneno ya fedheha na kejeli kutokana na makosa ya baadhi ya wahandisi wasioadilifu katika ucheleweshaji wa miradi. Mwandishi wetu Sande Kabaye kutoka Tabora ana taarifa zaidi. Rai hiyo imetolewa na rais wa taasisi ya wahandisi Tanzania, mhandisi Mwaipopo, wakati wa uzinduzi wa tawi la taasisi hiyo mkoa wa Tabora. Amesema kuishambulia sekta hiyo kwa mapungufu ya wahandisi wachache ni kosa linaloweza kuzofisha taswira ya taaluma hiyo na kuwakatisha tamaa vijana wanaosomea sekta ya ufundi. Lakini muhimu pia ni kuwaalika na kuwasihi vijana ambao wako katika shule za sekondari au vyuo kupenda masomo ya sayansi, hisabati na engineering, tunaita STEM, ili na wao waje kuwa wahandisi wazuri wa kesho wa taifa letu. Awali, kabla uzinduzi huo, wahandisi hao walitembelea katika kituo cha kupokea, kupoza na kusambaza umeme kilichopo manispaa ya Tabora na kuelezea utekelezaji wa miradi mbalimbali. Mhandisi mwandamizi wa TANESCO mkoa wa Tabora, mhandisi Sostenes Maganga, msimamizi wa mradi wa maji wa miji 28 mkoa wa Tabora, mhandisi Beti Kaduma, na meneja wa TANROADS mkoa wa Tabora, mhandisi Rafael Mlimaji, wanaelezea umuhimu wa ushirikiano huo wa kitaaluma. Mahitaji ya juu ambayo yamewahi kufikiwa mpaka sasa hivi na wateja wetu wote, wateja wote wakubwa na wadogo, ni megawati 28. Hivyo kufanya kuwa na ziada ya megawati takribani 57. Watu hawatateseka na huduma ya maji kwa sababu tunasaidiana, kwa sababu sio umeme kwamba unatumika tu nyumbani kuwasha hata kufanya nini. Hata hayo maji tunayoyatumia tunapoyatoa huko kwenye vyanzo yanavutwa na umeme ambao ndio hizo pampu zinatumia umeme. Maabara zetu ambazo zinatupa vipimo kwa ajili ya kuendelea ujenzi, kwa sababu huwezi kuanza kufanya ujenzi hujapima zile material, na vile vipimo vinatumia mota. Kwa upande wao, mratibu wa tawi la mkoa wa Tabora, mhandisi Pagu, na mwenyekiti wa tawi la wahandisi mkoa wa Tabora, mhandisi Hatari Kapufi, wamesema taasisi hiyo ni muhimu kwao katika utekelezaji wa majukumu yao. Taasisi ya wahandisi Tanzania inaorganize event za kufundisha teknolojia mpya ambayo imeibuka labda kwa kipindi hicho. Ni kwamba wahandisi hawa tutakuwa na umoja wetu ambao tutashare experience katika kutatua zile changamoto kwa pamoja. Sande Kabaye, Star TV, Tabora. Zoezi la kuwatambua watu wenye mahitaji maalum wanaojihusisha na shughuli za kilimo katika mikoa ya Kilimanjaro, Arusha na Manyara, wakiwemo wenye ulemavu, limefanikisha kuibua watu 80 watakaosaidiwa kujengewa uwezo katika shughuli za kilimo. Tupate taarifa kamili. Kongamano la kwanza la fursa za mboga na viungo kwa wakulima wenye mahitaji maalum limefanyika jijini Arusha, ikiwa ni matokeo ya mpango wa kusaidia jamii hiyo ulioasisiwa na asasi kilele ya sekta binafsi ya TAHA inayojihusisha na kukuza na kuendeleza sekta ya kilimo cha mazao ya mboga, maua, matunda na viungo, ambapo kupitia kwa afisa mtendaji wake mkuu Dr. Jacqueline Mkindi, mpango huo utadhihirisha uwezo na mchango wa jamii hiyo katika uchumi wa taifa. Yamkini hatuna taarifa sahihi inayotupa uelewa mzuri juu ya nini kinaendelea kwenye jamii hii ya watu ambao wana mahitaji maalumu. Tutakuwa tunakwenda taratibu tukitambua mchango mkubwa wa watu wenye mahitaji maalumu kwenye sekta yetu ya uchumi ya horticulture, ambao ni sekta inayokuwa kwa kasi sana ukilinganisha na sekta nyingine. Kwa hiyo tumeona ni vizuri tukiwatambua, tukashirikiana na nyie ili na nyie muweze kuzifikia zile fursa ambazo zipo kwenye sekta. Kwa wenye mahitaji maalum wenyewe wameeleza utayari wao kutumia fursa hiyo kujiinua kiuchumi. Ni jambo jema sana ambalo ni kwa mara ya kwanza. Kwa mlemavu unakuta kwenda mbali inakuwa ni shughuli kwa kulingana na ulemavu alionao. Kwa mfano kama sisi tumekuwa na ushirikiano na TAHA, maana yake kwamba mimi naweza kuwasiliana nao bwana na junior 5 na junior 10 na junior 2. Kwa mara ya kwanza kushirikishwa namna hii ni baraka kutoka kwa Mungu, kwa sababu sisi walemavu tunadharaulika, hatuwezi kufanya chochote. Lakini mimi ni mkulima ambaye nalima mahindi, nalima maharage, na hata hapo nyumbani kwangu kuna ndizi. Kwa kweli ni kitu ambacho kitatusaidia sana kwenye kilimo cha mboga na matunda. Maana hapo kwanza tulikuwa tunalima, tunakwenda kupanga sokoni au barabarani,
au aje mchuuzi, yani hao wanunuzi wa mazao achukue kwa bei ndogo. Pamoja na TAHA, mpango huo unafadhiliwa na mpango wa chakula duniani WFP, Trias Agra kwa kushirikisha serikali. Angelo Mwaleka, Star TV. Serikali kupitia Wizara ya Nishati imesema inaendelea kuwekeza na kuwashirikisha wadau katika mpango wa uzalishaji nishati ili kufikia malengo ya kuzalisha 75% ya umeme unaotokana na nishati jadidifu ifikapo mwaka 2030. Hii ikiwa ni kutokana na unafuu wake na vyanzo vyake kupatikana katika maeneo mengi nchini. Taarifa zaidi na Michael Noel. Kamishna wa umeme na nishati jadidifu kutoka Wizara ya Nishati, Mhandisi Innocent Luoga, akimwakilisha katibu mkuu wa wizara hiyo kwenye mkutano wa wadau wa nishati jadidifu uliofanyika jijini Dar es Salaam, amesema baada ya mkutano wa wakuu wa nchi za Afrika kuhusu nishati uliofanyika nchini Januari mwaka huu, paliwekwa malengo ya kuongeza uzalishaji wa nishati jadidifu. Tunazalisha umeme takriban megawati 4031, ndio umeme tunazalisha nchi nzima, na katika umeme huo umeme wa maji peke yake tayari tunazalisha megawati 2700 ambayo inachangia mpaka 67%, lakini pia umeme wa gesi, umeme kwa kutumia gesi tunazalisha 28%, megawati 1198. Sasa ukiangalia tunahitaji kuongeza uzalishaji wa umeme kwa kutumia nishati jadidifu, lakini sasa katika maeneo mengine. Amesema ushiriki wa sekta binafsi katika uzalishaji wa nishati jadidifu ni muhimu zaidi katika kuongeza nguvu ya kuwahudumia wananchi kwa kuhakikisha wanapata nishati ya uhakika. Tuna miradi mingine ya juu ya upepo ambayo imetamkwa, tuna kule Singida Kititimo, tunayo kule Makambako, tunayo. Hiyo yote inaenda kuongeza uzalishaji wa umeme kwa kutumia nishati jadidifu, na kwa maana hiyo tuna uhakika wa kufikia 75% ifikapo mwaka 2030. Mwenyekiti wa Jumuiya ya Wadau wa Nishati Jadidifu Tanzania TAREA, Dr. Prosper Magari, amepongeza hatua ya serikali kuwashirikisha wadau wa sekta binafsi katika mipango mahususi ya nishati. Kila wakati ambapo serikali inataka kubadilisha sera ama kuleta sera mpya, mara zote tumekuwa tukishirikishwa na tunatoa maoni yetu ambayo yanafanyiwa kazi. Lengo letu ni kufikia kila mwananchi ambaye hajafikiwa na gridi ya taifa aweze kupata mwanga. Huu ni utaratibu wa makampuni na wadau wa nishati jadidifu kukutana katika mkutano wa pamoja kila mwaka. Mkutano unaoambatana na maonesho ya bidhaa na teknolojia ya nishati jadidifu. Kutoka Dar es Salaam, Michael Noeli, Star TV. Taasisi ya Taifa ya Utafiti wa Magonjwa ya Binadamu NIMR Mwanza, ikiwa ni sehemu ya shirika hilo kurudisha kwa jamii sehemu ya faida zake, imefanya jambo hili. Tupate taarifa zaidi. Akizungumza mara baada ya kutoa msaada huo, mkurugenzi wa masoko na mawasiliano wa shirika la bima la taifa NIC, Karimu Meshaki, amebainisha sababu za kutoa msaada huo. Afya kwa maana ya NIMR, taasisi ya utafiti katika masuala yao ya msingi wanayoyafanya katika kuhakikisha kwamba wanafanya utafiti juu ya magonjwa na mambo mbalimbali, basi tukaguswa na hili swala la kuangalia eneo la watoto wenye utapiamlo kali. Kwa tumeguswa na tukaona kwamba ni lazima tulete kidogo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba eneo lao la utafiti na shughuli hii wanayoifanya inafikia malengo mahususi. Meneja wa kanda shirika la bima la taifa Mwanza, Stella Marwa, amewataka madaktari na watafiti wa NIMR waendelee kushirikiana na NIC. Kwa kweli kama NIC ambao tumeinsure ule mradi, tukaona kuna haja kubwa ya kuwasaidia wale wamama ambao wako kwenye utafiti. Wakienda kwenye utafiti watoto wana changamoto, basi wasikose huduma, wapate matibabu yaliyo sahihi, ili mradi huu uweze kuwa endelevu, uweze kuwasaidia na watoto wengine hata nje ya Mwanza. Maana kanda ya Ziwa tuna operate kwenye mikoa 5 ya kanda ya Ziwa, kwa hiyo naamini kwa mradi huu wanaweza wakauextend hata mikoa mingine. Neno la shukrani likatolewa na Dr. Safari Kinonki. Pesa au fedha ndio mwezeshaji wa kila kitu. Kwa hiyo hata utafiti unawezesha na fedha. Tunashukuru sana kwa kutukumbusha kwamba hivi vifaa vyetu tulivyonavyo ambavyo vingi ni vya mamilioni ya pesa vinahitaji. Kwa hiyo tutalifanyia kazi. Kutoka jijini Mwanza, Respicius Kaiser.
Mtazamaji, tunapumzika kidogo. Tutakaporejea itakuwa ni wasaa wa jicho letu mkoani. Tafadhali sana endelea kuwa nami Bernard James. Mashindano makubwa kuvuka mipaka ya mabara yanayojenga historia ya kuleta pamoja vilabu vikubwa duniani. Ni vilabu 32 ndani ya siku 30, mchezo mmoja wenye ladha tofauti za kila bara. Nani kuleta taswira mpya ya soka ulimwenguni? Nani kutengeneza ufalme mpya wa soka la vilabu? Na nani kufunga ukurasa wa enzi zake za soka kihistoria? Ni kombe la dunia la vilabu ndani ya Star Times kuanzia Juni 15, 2025. Nimefanikiwa kupata kazi kwa muda baada ya kutumia platform ya Nafasi. At first, nilidhani ningeweza kuona list za kazi na kuweza kuapply mwenyewe kwenye app. Lakini nikaelewa kuwa app yenyewe ina apply kwa niaba yangu. Nikaweza kupata taarifa za interview na kujua nimechaguliwa kufanya interview zipi kwenye app. Kupitia Room Your God, irahisisha zoezi zima kuwa rahisi tofauti na mwanzo. Naitwa Freddy. Nimekuwa nikinunua bidhaa tofauti pasipo kuhakikisha alama ya ubora wa bidhaa. Nilikumbushwa lakini sikujali. Nilikumbushwa tena. Pengine tena na tena juu ya uhakiki wa kila bidhaa ninayonunua iwe na alama ya uthibitisho wa ubora. Bado nilipuuzia. Sikujali. Sasa madhara ni makubwa kwa kutumia bidhaa ambazo hazijathibitishwa ubora wake. Tafadhali, hakikisha alama ya ubora ya TBS kwa kila bidhaa unayonunua. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Shirika la Viwango Tanzania, TBS. Jamii mkoani Mbeya imetakiwa kuwafichua watoto wenye udumavu na ukosefu waliokuwa wakifichwa majumbani ili waweze kupatiwa huduma za matibabu na lishe bora. Taarifa zaidi na Laudence Mkonda. Katika jitihada za kukabiliana na tatizo sugu la udumavu kwa watoto, serikali kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo imezindua mradi wa lishe utakaotekelezwa kwa wilaya 3 za mkoa wa Mbeya ambazo ni Mbalali, Lungwe na halmashauri ya Mbeya. Mkuu wa mkoa wa Mbeya Dr. Juma Homera akiwa mgeni rasmi wakati wa uzinduzi wa mradi huo unaofadhiliwa na serikali ya Norway kupitia UNICEF amesema watoto wote wanatakiwa kufichuliwa. Tuwafichue watoto ambao wamefichwa ndani, wenye udumavu na wenye ukondefu na wale wenye uzito mkubwa. Lazima tuwafichue, tuwatoe, wapate matibabu ili tuone namna bora ya kulitengeneza taifa bora la Kitanzania na taifa bora la watu wenye afya njema, hasa wana Mbeya. Mradi huu unaogharimu zaidi ya shilingi bilioni 1.3 unalenga kuboresha afya za watoto chini ya miaka 5 pamoja na kina mama wajawazito na wanaonyonyesha. Wastani wa shilingi za Kitanzania bilioni 1 na milioni 300 zimetolewa ili kutekeleza mradi huu kwa kipindi cha mwaka mmoja. Ushirikiano huu wa CRS na Consonant ni fursa nzuri na kuboresha program za lishe na kujifunza mambo muhimu ambayo yatasaidia kutekeleza program za lishe katika mkoa mzima wa Mbeya. Meneja wa mradi wa lishe na mwanao Doris Mnisi amesema jamii inapaswa kushiriki kikamilifu ili kuhakikisha mafanikio ya mradi yanaonekana. Walengwa wa mradi wetu ni watoto chini ya miaka 2 pamoja na wazazi wao. Kama mnavyoona wengi hapa ni watoto chini ya miaka 5 na wazazi wao. Lakini pia wajawazito, vijana wa rika balehe, wanaume vinara pamoja na wanajamii kwa ujumla. Kwa upande wake mwenyekiti wa halmashauri ya Mbeya Mwalingo Kisemba amesema mradi huu umekuja kwa muda mwafaka. Ili upate watu imara lazima uanze kwenye lishe. Uanze kuondoa udumavu na changamoto mbalimbali za magonjwa ya mtoto ili akiwa mtu mzima aweze kutumika vizuri. Hilo nadhani ndio lengo kubwa, na mimi nakushukuru kulizindulia hapa leo kwetu
na ningeomba liendelee mahala pengi, kwa sababu ndio namna pekee ambayo tunaweza kuandaa taifa la kesho kupitia watoto ambao watakuwa na lishe bora. Mradi huu wa lishe unatarajia kuwafikia watoto na akina mama katika maeneo yaliyoathirika zaidi, huku wito ukitolewa kwa jamii kushirikiana kwa karibu ili kufanikisha mapambano dhidi ya udumavu. Laudent Simkonda, Star TV, Mbeya. Mtazamaji, baada ya mapumziko mafupi, habari za biashara na uchumi zitafuata. Endelea kuwa nami. Halmashauri zote mkoani Mara zimeaswa kuendelea kubuni vyanzo vipya vya mapato pamoja na kutenga fedha za 10% zinazotokana na mapato ya ndani kwa ajili ya vikundi vya wanawake, vijana na makundi maalumu ili vikundi hivyo viweze kujiinua zaidi kiuchumi. Taarifa kamili na Frankius Cleophas. Msisitizo huo unatolewa na Katibu Tawala mkoani Mara, Gerard Kusaya, ni katika kuhitimisha kikao cha jumuiya za tawala za mitaa nchini mkoani Mara, RT mkoa Mara. Ni kwa namna gani ambapo halmashauri zetu tutabuni kama kuna vyanzo vingine vipya tuweze kuona namna gani vitaweza kutusaidia ili ya malengo ambayo tumekuwa tumekusudia kama tulivyokuwa tunasoma kwenye taarifa humu ndani tuweze kuvuka 100% na zaidi kwa nia njema ya kuweza kuwainua wananchi wetu katika shughuli mbalimbali kama ambavyo tunakusudia. Naye mwenyekiti wa RT mkoa Mara, Daniel Kumote, anazipongeza halmashauri zote kufikia zaidi ya 60% katika ukusanyaji wa mapato. Tunapongeza halmashauri. Bahati nzuri sikuona halmashauri ambayo iko chini ya makusanyo ya 60% kufikia Aprili. Wote mko juu. Kwa miezi iliyobaki tukapambane na bahati nzuri madiwani tulionao tunaungana katika swala zima la ukusanyaji wa mapato. Wako zaidi, lakini wale ambao bado wako chini hawajafika 100% wakapambane kwa muda uliobaki. Lakini pia swala zima la 10%, niombe tu halmashauri zingine kulingana na mapato yetu tukajitahidi zile 10% ziweze kwenda kwa wahitaji. Lakini waombe tu wale wanaokopa hizi fedha pia kupitia vyombo vya habari, wanapopata hizi fedha sio zao jamani, wazirejeshe ili wengine nao waweze kukopa. Aidha, wakurugenzi wakiwasilisha taarifa mbalimbali wanaeleza jinsi halmashauri hizo zilivyokusanya mapato ya ndani. Katika kipindi hiki cha Julai hadi Machi 25, halmashauri ya Butiama ilikusanya shilingi bilioni 1.6 ambayo ni sawa na 68% ya lengo la mwaka kutoka katika vyanzo vya ndani vya halmashauri. Mapato ya ndani ambayo tumekusanya jumla ya shilingi bilioni 1.8 sawa na 71.6. Tumetoa mikopo ya shilingi milioni 190. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi Machi halmashauri ya mji wa Bunda imekusanya jumla ya shilingi bilioni 2.1 ambayo ni sawa na 85%. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye uchangiaji wa 10% kwenye mfuko wa vikundi tunatakiwa mpaka mwezi Machi tutakuwa kuchangia milioni 179,522,082, lakini hadi mwezi Machi tumeshachangia milioni 172,808,576 sawa na 96%. Nikipoti kutoka Urani Bunda mkoani Mara, Frankius Cleophas, Star TV. Wafanyabiashara 1520 walikuwa wakifanya biashara katika soko kuu la Kariakoo mkoani Dar es Salaam wanatarajiwa kurejea katika soko hilo kuendelea na biashara baada ya ukarabati mkubwa uliofanywa na serikali baada ya soko hilo kuungua moto Julai 10 mwaka 2021. Tupate taarifa zaidi. Wafanyabiashara hao 1520 watarejeshwa katika soko hilo baada ya kukidhi sifa na vigezo vya kurejeshwa, huku 1159 tayari wamesajiliwa kupitia mfumo wa kidigitali wa Tausi na wamesaini mikataba. Hayo yamebainishwa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusu maendeleo ya soko la Kariakoo na kuutaka uongozi wa wafanyabiashara wa biashara ndogo ndogo eneo la Kariakoo waanze kufungua barabara ili magari yaweze kupita ili soko hilo litakapozinduliwa kusiwe na changamoto ya kuingia na kutoka eneo hilo. Uongozi wa wafanyabiashara wa biashara ndogo ndogo eneo la Kariakoo
waanze kufungua barabara hizi ili magari yaanze kupita, na mwisho wa siku soko litakapozinduliwa kusiwe kuna hitilafu ya aina yoyote kuhusu kuingia ama kutoka kwa barabara zinazoingia ndani ya soko. Chalamila amesema maboresho ya soko yamefanyika ikiwa ni pamoja na kamera za ulinzi, maegesho, store na huduma za kifedha kupitia benki, na ukarabati umefikia 98%. Tumejitahidi sana kwa avoid madalali ambao kwa miaka mingi walikuwa na vyumba zaidi ya 5, 10, 3, alafu wao ndio wanafanya kazi ya kupangisha wengine na kupandisha bei. Kwa serikali itasimamia bei ili kuhakikisha kwamba wote wanamudu, lakini zaidi pia bila kukiuka misingi ya bei ya soko kulingana na maeneo yote ya Kariakoo namna wengine wanavyochaji. Wafanyabiashara wetu tumewagawanya kwenye makundi matatu. Kundi la kwanza ni wale wafanyabiashara wa vizimba ambao awali hapo walikuwa na vizimba lakini walikuwa wanapanga chini. Kundi la pili ni wafanyabiashara wa viuatilifu, nafaka na ifungashio ambao wenyewe watakaa floor ya 3, 4 na 5. Kundi la tatu ni wale wafanyabiashara ambao ameelezea Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwamba baada ya Mheshimiwa Rais kulijenga soko kwa ukubwa, kuna maeneo mengine yamebaki wazi. Hayo maeneo tutayatangaza kwa umma kwa ajili ya wafanyabiashara wengine wenye nia kufanya biashara katika soko kuu la Kariakoo waweze kuyachukua. Aidha, mkuu huyo wa mkoa wa Dar es Salaam amesema kuwa soko la Kariakoo ni kitovu kikubwa na alama ya biashara Tanzania, hivyo wataendelea kulilinda, kuliboresha na kulifanya kuwa safi ili kubeba na kutafsiri diplomasia ya kiuchumi ambayo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameendelea kusisitiza nyakati zote. Angela Matayo, Star TV, Dar es Salaam. Mwisho wa habari za biashara na uchumi. Punde habari za kimataifa. Endelea kuwa nami. Mfalme wa Uingereza Charles watatu ametoa hotuba ya kiti cha enzi nchini Canada kufungua bunge la nchi hiyo. Charles Machugu na undani wa habari hii. Today, Canada faces another critical moment. Democracy, pluralism, the rule of law. Mfalme Charles watatu ametoa hotuba ya nadra ya kifalme kutoka kwa bunge la Canada, akisisitiza uhuru wa nchi katika enzi mpya ya nyakati za hatari na zisizo na uhakika. Hotuba hii kutoka kwa kiti cha enzi inawakilisha mara ya kwanza Mfalme Charles watatu kutoa hotuba kutoka Canada tangu awe mfalme, na mara ya tatu tu hotuba ya kila mwaka kuanza kwa kikao cha bunge kutolewa na mfalme wa Uingereza ambaye sio mwakilishi wa chini ya taji. Sera za kuvuruga za rais wa Marekani Donald Trump, ambaye ameanzisha vita vya kibiashara na Canada na kutishia kuifanya nchi hiyo kuwa jimbo la 51 la Marekani, zinaonekana kuwa kubwa, na Mfalme Charles watatu amepinga jambo hilo. Ziara yake ya siku 2 nchini humo inaonekana kama ishara ya kuunga mkono mamlaka ya nchi hiyo. Mfalme Charles watatu alimkumbuka mama yake Malkia Elizabeth wa pili akitoa hotuba katika kiti cha enzi ya kwanza mnamo mwaka 1957 baada ya vita vya kidunia vya pili na vita baridi vilipozidi. Tukiangazia habari nyingine, China imezitaka nchi wanachama wa ASEAN na mataifa ya Ghuba kuimarisha uhusiano wao wa kibiashara na uwekezaji ili kukabiliana na tishio la vita vya kibiashara duniani. Viongozi wa jumuiya ya ASEAN wamekubaliana kutotupana mkono na badala yake kuungana katika kuikabili Marekani kibiashara. Viongozi hao wa jumuiya hiyo wamekubaliana kufuata msimamo wao wa pamoja utakaohakikisha hakuna nchi itakayoumia peke yake kutokana na ushuru wa Marekani, na kwa pamoja zitaendelea na mazungumzo ya kibiashara na Washington.
Kadhalika, viongozi hao wanaokutana katika mkutano wao wa kilele mjini Kuala Lumpur wametoa mwito kwa pande zote zinazozozana nchini Myanmar kurefusha makubaliano ya usitishaji vita na kujenga hali ya kuaminiana kuelekea mazungumzo ya kitaifa. Kwingineko, maelfu ya watu wamekimbilia katika kituo kipya cha usambazaji misaada kinachoendeshwa na wakfu na ungwa mkono na Israel na Marekani kusini mwa ukanda wa Gaza na kuzua matukio ya machafuko. Tukio hilo limetokea wakati Israel ambayo ilizidisha mashambulizi yake katikati ya mwezi Mei katika eneo lenye njaa la Wapalestina lililoharibiwa na vita vya miezi 19 inatekeleza mfumo mpya wa usambazaji wa misaada katika eneo hilo ambao umekuwa ukipingwa na mashirika ya kutoa misaada ya kibinadamu. Kufuatia mtafaruku huo, vikosi vya Israel vilifyatua risasi. Hali hiyo ilitisha sana na watu wakaanza kutawanyika, lakini wengine waliendelea kujaribu kuchukua msaada huo. Chini ya shinikizo kubwa la kimataifa, Israel wiki iliyopita iliondoa kwa kiasi kizuizi jumla ya uwasilishaji wa misaada ya kibinadamu iliyokuwa imewekwa kwenye eneo la Palestina mnamo Machi 2 na kuzidisha uhaba wa chakula katika eneo hilo. Na sasa tuweke nukta katika habari hii. Mzozo unaendelea kufurukuta kati ya Rais Donald Trump wa Marekani na chuo kikuu cha Harvard. Utawala wa Rais Trump unataka kulazimisha taasisi hiyo ya kifahari ambayo inakataa kutii kwa chaguzi zake za kisiasa. Uongozi wa Trump umefuta haki ya chuo kikuu hiki kuajiri wanafunzi na maprofesa wa kigeni, hali ambayo sio tu chanzo kingine muhimu cha ufadhili, lakini pia heshima na ubora wa chuo kikuu cha Harvard. Utawala wa Rais Trump unaendelea kushutumu chuo hiki kwa kuruhusu itikadi za kimaendeleo kustawi katika chuo chake pamoja na chuki dhidi ya Wayahudi. Wakati huo mtendaji mkuu wa Hong Kong John Lee amewaalika wanafunzi kutoka chuo cha Harvard kuendelea na masomo yao huko Hong Kong, huku Marekani ikichukua hatua ya kuzuia uandikishaji wa wanafunzi wa kigeni wa chuo kikuu. Na mtazamaji, mwisho wa habari za kimataifa. Punde habari motomoto za michezo na burudani. Endelea kuwa nami. Ufalme wetu haukaukiwi. Hapa show mbili mpya, huku tamthilia endelevu. Hapa vicheko na kule madrama kama yote ndani ya Maisha Magic Bongo. Dada, umekanyaga waya. Kulipia piga *150 *53 reli. Wafalme wa Loko, usikanyage waya. Uongozi wa kituo cha michezo cha Alliance cha jijini Mwanza umeanza mikakati ya kuandaa tamasha la Alliance Day ambalo limepangwa kufanyika Julai 9 mwaka huu kwenye uwanja wa Nyamagana jijini Mwanza kwa kuwashirikisha wadau mbalimbali wakiwemo wachezaji waliopitia katika shule za Alliance. Wilson Elisha na taarifa zaidi. Meneja wa timu za Alliance Nelson Marwa amesema kuwa naamini mipango ya Alliance Day watafanikisha kutokana na kamati ya maandalizi ilivyojipanga. Madhumuni ya hii Alliance Day, dhumuni la kwanza ni kuunganisha familia ya mpira ambayo ishakupita Alliance na pia familia ya mpira ambayo iko nje ya nchi na ndani ya nchi, na pia kuunganisha wanafunzi wetu wote ambao washakusoma Alliance hata tofauti. Aidha, Marwa amesema ni fursa kwa wadau wa michezo ndani na nje ya nchi
kushiriki katika tamasha hilo ambalo pia linalenga kuenzi jitihada za mwanzilishi wa kituo hicho marehemu James Bwire za kukuza na kuendeleza vipaji vya wanamichezo nchini. Kuita wadau, wawekezaji, marafiki na familia nzima ya Alliance, kuanzia wanafunzi, wachezaji mpaka mashabiki na wapenzi wa Alliance, ili tuungane kwa pamoja tuweze kuweka mipango ya kupandisha timu kutoka First League kwenda Championship. Mratibu msaidizi wa tamasha hilo Jackson Mwaflango na aliyewahi kuwa mwenyekiti wa mashindano wa timu za Alliance Yusuf Budodi wamezungumzia umuhimu wa tamasha hilo. Wameona mmoja mmoja kwa mchango utakuwa bora. Kutumia vipaji vyao, kutumia kile ambacho tunapata kutoka Alliance kusaidia kupata fedha ambazo tunahitaji ili kufikia target ya malengo ya uongozi. Tumie kumwenzi muasisi wa taasisi hii ni kama maelekezo yake ambapo tulikuwa naye, tukikaa naye na kutushauri, akitueleza kwamba hiki kinachokianzisha kisipate kufanyaje kufa. Kwa hiyo hata sisi sasa tulioachwa ambapo tunatakiwa tuendelee support. Lakini pia ni kuonyesha uhalisia kwamba huyu baba alitoa wapi, madaktari waje, wafamasia waje, wafanyabiashara waje, watu wajionee kwamba Alliance imegusa maisha ya watu. Naye mwenyekiti wa timu za Alliance Stefano Nyaitati amezungumzia suala la miundombinu ya viwanja vya kituo hicho. Kisha kwamba tunatengeneza miundombinu yetu ya viwanja, na kama mnavyofahamu mkoa wa Mwanza tuna viwanja vichache vya ligi. Tuna uwanja wa Nyamagana na uwanja wa CCM Kirumba, ambao kimsingi kwa wingi wa timu tulizonazo za First League, na pia tuna timu ya ligi kuu na tuna timu za ligi kuu ya wanawake pamoja na timu zingine za daraja la kwanza wanawake, ni bado tuna viwanja vichache. Kituo cha michezo cha Alliance kilianzishwa tangu mwaka 2011 kikiwa na wanamichezo 8 wa soka. Kwa sasa kina wanamichezo 220 wakiwemo wanawake na wanaume wanaoshiriki mpira wa miguu, na wengine tayari wapo kwenye vilabu vya ligi kuu, Championship na wengine nje ya nchi.